kuanza kwa kampeni muhimu ya msaada wa kisheria wa Mama Samia hapa Dar es Salaam, na hapa studio tumemwalika wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakili Innocent Magesa. Tutazungumza naye juu ya kampeni hii ambayo tumeiona ikizunguka katika maeneo mbalimbali na kuwa na mwitikio mkubwa. Vipi kwa hali ya Dar es Salaam, wamejipangaje? Basi yote hayo atatueleza hapa. Wakili Magesa, habari ya asubuhi na karibu sana katika studio zetu za UFM. Asante sana ndugu mtangazaji. Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Pole na mvua. Asante. Naongeleni kwa mvua, maana Dodoma hatuna mvua. Sisi tumezoea hata mwamvuli hata koti una. Kwa hiyo huku nimeona maajabu kidogo. Nimeona maajabu kidogo. Dar es Salaam leo tumemka na hali hii ya mvua. Bwana Magesa, tueleze kwa kwanza. Tueleze tu kwa kifupi kampeni hii ya msaada wa kisheria wa Mama Samia ni nini na lengo lake kuu ni nini? Okay. Asante. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ni kampeni kama zilivyo kampeni nyingine zinazotoa huduma kwenye jamii. Ni kampeni inayolenga kutoa huduma, kuongeza uelewa na kuongeza hali ya upatikanaji haki kwa jamii. Kwa maana ya kuongeza uelewa, kutatua changamoto zile ambazo zinaweza kutatulika na zile ambazo zinaweza kuchukuliwa hatua za kisheria zinachukuliwa hatua. Kwa hilo ndio lengo kubwa. Sasa baada ya kuzunguka katika maeneo mengine, mmekuja Dar es Salaam. Kabla kuimulika Dar es Salaam, tuambie hali ilikuwaje huko kwingine katika kampeni hii na nini mnatarajia kwa Dar es Salaam? Okay. Maeneo mengine ambayo tumepita, kiukweli hali sio nzuri sana, kwa maana ya kwa baadhi ya maeneo. Kwa mfano kwenye eneo la ardhi, kwa tafsiri ya migogoro hiyo kwenye kabla ya kuangalia ni maeneo gani ambayo yameonekana watu wana shida kubwa. Tulikuwa tunataka kujua mwitikio wa watu katika hayo maeneo mengine na nini matarajio yenu kwa Dar es Salaam. Kwa maeneo mengine kiukweli mwitikio ni mkubwa. Mwitikio ni mkubwa sana na watu wameitikia na wametoa support kubwa, lakini wamepata kila ambacho tumekwenda na kampeni tukikusudia kukitoa kwa wananchi na kwa wananchi wenzetu. Lakini kwa Dar es Salaam tunategemea tutakuwa na mwitikio mkubwa sana kama maeneo mengine, na kama eneo ambalo tunategemea lina watu wengi na tunajua kuna pengine ukiacha hayo mengine ni changamoto, lakini tunategemea kwamba ni mkoa wa mwisho, ni mkoa wenye watu wengi, na kwa hivyo tutategemea mwitikio mkubwa zaidi. Kampeni hii kama tulivyobainisha hapa ya msaada wa kisheria tayari imeshafanyika katika mikoa mingine na sasa ndio muda wa Dar es Salaam. Mna lengo gani maalum mnapofika hapa Dar es Salaam, na kuna tofauti yoyote katika mahitaji ya wananchi wa jiji hili ukilinganisha na maeneo mengine? Yes, lengo maalum lengo linabaki lile lile, kwa sababu kampeni linabaki na lengo lake lile la kusogeza huduma na kutatua changamoto. Kutoa elimu ndio lengo kubwa. Tuna matarajio gani na kwa nini Dar es Salaam unasema inaweza ikawa tofauti? Ni kweli inaweza ikawa na utofauti kwa sababu ya aina yake ya kijiografia, lakini wingi wa watu waliopo kutegemea na maeneo. Ukiangalia takwimu tuna watu zaidi karibu milioni 6. Ni tofauti na mikoa mingine. Kwa hiyo pia tutategemea tuna idadi kubwa sana ya watu ambao watafika kulinganisha na maeneo mengine. Yes. Kampeni hii imelenga makundi gani ya wananchi na ni aina gani za msaada wa kisheria watakazopatiwa? Okay. Kampeni inalenga wananchi wote. Kampeni inalenga wananchi wote. Swala la kwanza ni kwenye elimu. Kwa hiyo elimu aina ni kundi lipi? Kwa hiyo tunakwenda kwa watu wote wale ambao wanaona wanahitaji ama wanaweza kufikika. Lakini la pili tunalenga wale ambao baada ya hilo sasa, kundi la kwanza la jumla, kuna wale ambao wana changamoto tofauti ambao wanaweza kufika mbele ya hiyo timu ambazo zitakuwa zinapita katika maeneo tofauti na nyingine zitakuwa zimesenta katika eneo ambalo litafanywa uzinduzi. Kwa hiyo wanaweza kuja wakawa kwanza watakuwa wanapata elimu, lakini pili wataweza kuwa kama ana changamoto yoyote ameweza kusikilizwa, akashauriwa ama kaandaliwa nyaraka na kupeleka kwenye vyombo vya utatuzi. Hebu tuambie kwa hapa Dar es Salaam mmejipangaje, kwa maana ya kwamba ni wapi
watu wataweza kuja na kuwafikia, na kwa ukubwa huu mtakuwa kuna maeneo, kambi hii itajigawa katika maeneo tofauti tofauti. Mmejipangaje kwa hapa Dar es Salaam? Kwanza kwa Dar es Salaam tumejipanga kama ilivyo kwenye maeneo mengine ambayo tumepita. Kampeni inakwenda katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam, na itakwenda kwa kila halmashauri itakwenda kata 10. Kata 10, na kila kata tutakwenda mitaa mitatu. Kwa hiyo ni ile tunasema minimum number ndio tutakwenda kwa, lakini inaweza kaongezeka zaidi. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo ambayo baadaye yataainishwa kwenye kila halmashauri itaainisha ni kata zipi ambazo baadaye nafikiri tutakuwa tunaendelea kupata nafasi ya kuja hapa tutazisema. Tutakwenda kata hizo 10 zitatajwa, tutakwenda mitaa mitatu kwenye hiyo kata. Kata moja hiyo na mitaa yake mitatu ni wapi na wapi, na kwa ratiba lini tutakuwa wapi, na wananchi watajulishwa, kutapita matangazo na namna nyingine ambayo ya mawasiliano ambayo itafanyika. Lakini pia tunakusudia kufanya uzinduzi mkubwa sana kwenye eneo hilo la Dar es Salaam, baadhi ya viwanja. Tunafikiria kufanya uzinduzi kwenye viwanja vya Zakem pale Mbagara, kwa sababu utagundua kwamba kwenye eneo la uwanja wa Taifa kuna maboresho makubwa yanaendelea. Kwa hiyo tumeshindwa kufanyia pale. Nafikiri tutaangalia viwanja vingine, na ambavyo bado viko kwenye majadiliano ni kuangalia eneo la Zakem pale, vile viwanja vya Zakem ambavyo tunaweza tukavitumia. Kwa hiyo tutafanya uzinduzi mkubwa, na tunawakaribisha wananchi wafike kwenye eneo hilo siku ambayo tutakuwa tunafanya uzinduzi. Na tunatarajia uzinduzi ufanyike tarehe 16 ya mwezi huu wa 6. Baada ya hapo tarehe 17 tunaanza kutekeleza hiyo kampeni kwenye maeneo niliyoyataja kwenye halmashauri zote na kata hizo 10 na mitaa mitatu, ambao tutakwenda kwa siku 9 za utekelezaji. Kwa hiyo tutakwenda siku 9 za utekelezaji kwenye halmashauri, kata na mitaa. Yes. Sawa. Kwa uzoefu wa kampeni zilizopita, Wakili Magesa, ni changamoto gani ambazo mmekumbana nazo katika kuwafikia wananchi, hasa wanawake na vijana? Changamoto kubwa kwa makundi hayo ambayo umeyataja, wanawake na vijana. Kwanza kwenye kundi la wanawake, kwenye maeneo mengine bado tuna zile mila na desturi. Wanawake hawawezi kutokea na kusema hadharani. Kwa hiyo wanakuwa na changamoto kwamba ukisema baadaye ukirudi nyumbani ama ukule kwenye jamii na kutenga. Kumbuka kwamba ndio wanakutana na changamoto nyingi, hasa za unyanyasaji. Sasa kwenda kusema kile ambacho kinamkuta anaona ni kadhia, na wakati mwingine anajua kwamba nitakaporudi jamii pia itanionaje. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini kwa vijana, kuna vijana wakati mwingine waone umuhimu wa kusogea kupata elimu. Wana changamoto, wana nini, lakini anaona ni kama kitu ambacho kinapita. Atakapokuwa anapata changamoto ndo anaanza kuwatafuta. Lakini changamoto kubwa kwenye makundi hayo ni hiyo ambayo nimeisema hapo. Kwa vijana wengi ambao hasa utagundua kwamba sasa hivi kuna kundi kubwa hawa tunaita bodaboda. Mimi napenda kuwaita maafisa usafirishaji. Wale wanaingia mikataba na wenye vyombo. Sasa ile mikataba yao ni aina fulani. Mtu mwingine anaweza siku moja kadifoti, unakuta mtu anaumwa siku moja kadifoti kupeleka marejesho na nini, baadaye wakamnyang'anya bodaboda. Kwa hiyo washaingia kwenye makubaliano kwamba utafanya kwa muda fulani, ameshalipa hadi milioni 2 na kitu, alafu mkataba unakufa. Sasa wale huwa tunawaambia njooni tuwape elimu na namna ya kuwasaidia kuingia kwenye mikataba aina hiyo ili muweze. Lakini changamoto ni kama nilivyoeleza, hawa wanakuwa wanaona kwamba ni kitu ambacho kwa sasa mimi sikuhitaji. Kwa hiyo tunawafikia, lakini kwa namna nyingine. Tumekuwa tukiwafuata kwenye maeneo wanakokaa. Na pengine kuna mtu ameendesha kesi yake kwa miaka isiyopungua 30 na akashinda kesi hiyo, lakini pia mahakama ikaamuru mtu huyu apewe anachostahili, lakini mshtakiwa asitekeleze agizo hilo. Huyu huwa mnamsaidia kwa namna gani? Okay, asante. Huyo tutamsaidia. Moja, atawasilisha nyaraka na vielelezo. Tukishaona vile vielelezo tuone ni kipi ambacho kimeelekezwa na mahakama. Alafu tutamsaidia, kwa sababu kwenye uamuzi wa mahakama kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza, ukishapata ule uamuzi, ukishinda kesi, ya pili ni kwenda kufanya utekelezaji. Sasa utekelezaji huko kwenye picha mbili. Picha ya kwanza huwa ni ile ambayo ukishatoka uamuzi unakuamuru kwamba unatakiwa kulipa ndani ya muda fulani. Ina maana hiyo unatakiwa kufanya kwa hiari.
si ndio? Lakini muda huo ukipita, manake mtu hayuko tayari, manake wewe ambaye umeshinda tuzo unatakiwa kurudi mahakamani kupeleka maombi kwamba ninaomba huyu mtu arazimishwe kulipa kile ambacho kimeelekezwa na mahakama ili haki ionekane imetendeka. Kwa hiyo wakati mwingine kwenye maeneo kama haya mtu anakuwa akishapata ule uamuzi au akipata hukumu, baadaye anakaa aliambiwa nilishinda, alimwambia alipa kulipa, kumbe alitakiwa afanye hatua ya pili. Sasa tukiona hizo nyaraka na vielelezo hivyo, baadaye tunajua cha kufanya cha kumsaidia kama kuna hiyo namna ambayo inaweza ikafanyika. Sawa sawa. Na changamoto ya ardhi imeonekana kukithiri bila shaka. Yes. Na pengine mmeweza kubaini shida hasa iko wapi? Naam, kwa changamoto ya ardhi ni kubwa, na shida kubwa iko kwenye ni swala la uelewa, lakini la pili ni swala la kutokuwa vipande vingi kutopimwa, lakini la tatu kuna element ya uadilifu, lakini la nne linahusisha pia masuala ya familia. Utaona itasema ni ardhi lakini ni mirathi, kwa picha ya mirathi. Sasa ni swala ambalo ni ardhi ambazo zinabaki za kifamilia, sasa zimekuwa zikiingia kwenye migogoro kwa sababu hakuna utaratibu rasmi uliokuwa umeachwa na aliyekuwa mmiliki wa mali hiyo. Kwa hiyo kunakuwa na migogoro mingi kwenye hilo. Linaonekana bado ni kwamba ni ardhi, lakini ukiliona kwenye picha halisi ni picha ya swala la mirathi. Sawa. Sawa, tukiendelea na maswali yetu haya, kumbuka msikilizaji kwamba na wewe una nafasi ya kuwa sehemu ya mjadala huu kwa kututumia maswali yako ama maoni kupitia nambari yetu ya simu 0621107107, lakini vile pia kupitia channel yetu ya YouTube, ukatuambia hapa nini tumuulize wakili Magesa kwa niaba yako. Kwa hiyo aliyajaribu kupitia hapo, na mimi tayari utakuwa wamekwishaanza kufanya hivyo. Sasa mbali na hili la ardhi, ni lipi jingine mmeligundua kwamba ni miongoni mwa changamoto kubwa ya kisheria ambayo Watanzania wanakumbana nayo? Nimesema ardhi, nikasema masuala ya mirathi. Ukiacha iliyoko kwenye ardhi kama nilivyokwishaitaja, lakini mirathi hasa watu ambao ni wakina mama wanadhurumika sana baada ya sisi akina baba kuondoka. Kwa hiyo ni eneo la pili ambalo pia lina changamoto kubwa kwenye eneo ambalo tumekutana nalo kule. Ukiacha hilo linalohusisha ardhi ambayo nimesema inahusiana na ardhi, lakini kuna ile wa mama kupata unyanyasaji kwa maana kunyang'anywa mali na vitu kama hivyo kule ambapo baada ya wenza wao kuondoka. Lakini lingine tumekwenda kuliona ni masuala ya ndoa na masuala ya ukatili. Hilo nalo ni eneo la tatu ambalo lina shida kubwa kwenye ndoa, na sasa hivi unakuta kuna kesi nyingi sana za masuala ya matunzo, ukatili. Kwa ni sehemu ya tatu ambayo pia inashika nafasi kwenye kile ambacho tumezunguka kukiona kwenye jamii. Mmeweza kusaidia yoyote kupata haki yake katika kipindi hiki tangu kampeni hii ilipoanza? Yes, wengi wamepata haki zao, ama wengi wameona unafuu hiyo. Kuna shuhuda nyingi ambazo zimetolewa, kama umekuwa ukifuatilia na kwenye vyombo vingine, wamepata haki zao na wameshukuru, wanaendelea kutushukuru, na wengine bado tunaendelea kushukuru. Najua na mambo mengine, masuala mengine ni ya kisheria na taratibu, bado wanaendelea zinakuwa ziko kwenye utaratibu wa kufuata kwenye vyombo vinavyotoa haki. Sawa. Kuna msikilizaji hapa anauliza, anaitwa John akiwa Shinyanga, anasema wakati mnatoa ama wakati mnasuluhisha migogoro hiyo ya ardhi, pia mnatoa na elimu ya namna gani ya kuilinda ardhi yako kusiwe na migogoro, na kwa namna gani? Yes, na lengo kubwa ni hilo. Ndio maana tunasema tunatoa elimu. Cha kwanza ni elimu, la pili ni utatuzi. Sasa la kwanza kwenye ardhi tunawapa elimu ni namna gani, ni aina zipi za umiliki. Kuna vitu vingi, ardhi ni pana. Kwa hiyo tukishatoa ile, lakini tunakuambia ni namna gani unailinda ardhi yako au mali yako. Unailinda, kitu cha kwanza ni kufanya utambuzi na upimaji. Kwa mfano kwenye maeneo mengi kuna upimaji ambao unafanya, kwanza unatambua eneo alafu baadaye unapima na umilikishaji. Sasa hizo ndizo ambazo watu tunawafundisha namna ya kufanya, na tunashirikisha kama kuna maeneo ambayo hakuna mradi umepimwa, basi kwenye maeneo ya vijiji. Manake tuna maeneo, kumbuka tuna aina tatu za ardhi. Tuna ardhi ya jumla, tuna ardhi ya vijiji na tuna ardhi ya hifadhi.
Sasa watu wengi tunaanguka kwenye kundi la ardhi ya vijiji. Sasa kwenye eneo la kijiji, kwa sababu kunakuta wakati mwingine hazijapimwa, lakini kuna yale mamlaka za vijiji, kamati za huduma za jamii na kwenye mazingira na ardhi. Kwa zile ndio zinazotakiwa kuwasaidia pia utambue. Ukiona kuna shida unaenda, jamani, kipande changu ni hiki. Na wakati mwingine huwa tunawafundisha namna ya kufanya ile. Kwa mfano tunapata ardhi kwa njia kuu labda 3. Ya kwanza labda kubwa ni kununua. Usinunue kitu bila kuwa na nyaraka na bila kufanya utafiti ni cha kwake kweli na anapakana na nani. Na ukiandika labda kwa mfano ni mkataba, lazima uainishe hiki kipande kina ukubwa, sio wa kupima kwa kuhisia, kwa maana ya miguu eti hatua 5. Upime kwenye vipimo ambavyo havitobadilika. Mmenunua kipande cha ardhi cha miguu kina hatua au mita 15 kwa 20. Hizo zikiandikwa mita hazitobadilika, sio miguu. Ukimwambia mtu miguu 15 ni ya nani? Kwa sababu kuna mtu mwingine ni mrefu, mwingine ni mfupi, lakini hujaandika kwamba ni wapi ambako kaskazini, kusini, magharibi unapakana na kina nani na nani. Kwa hayo yote ni masuala ambayo tunawapa watu uelewa namna ya kutengeneza kulinda ardhi zao kwenye maeneo ambayo hayajapimwa au wanapotaka kupata mali. Yes. Na Dar es Salaam ndio mkoa wa mwisho kwenye kampeni hii. Yes. Katika mikoa yote hiyo mliopita, ni mkoa gani ambao umeonekana kukithiri zaidi kwa kesi hizi? Ukiniuliza ni kweli kuna mikoa ambayo, lakini kuna mikoa ambayo imeongezeka. Sasa itategemea. Ukiona utaangalia karibuni kumekuwa na mwamko zaidi kuliko tulivyoanza mikoa ya awali. Kwa hiyo ukiniuliza ni mikoa gani, kwa takwimu za haraka ambazo mimi naweza nikawa nazo kwa sasa, kwa maana ya uzoefu, sio zile ambazo tumeshachakata. Kumbuka tunaendelea na kampeni, hatujachakata ripoti ya mwisho. Lakini hizi nazungumza kwa uzoefu. Na mimi naweza nikaona ni mkoa Kagera kumekuwa na migogoro mingi sana ya ardhi. Sawa. Migogoro mingi na ndio mkoa ambao tumetoka hivi karibuni. Kumekuwa na migogoro mingi. Tabora utaenda utaona na Tabora. Kwa hiyo, lakini pia na Pwani kuna Morogoro. Ni mikoa ambayo ukiona kwenye picha ni mikoa ambayo imeongoza kwa migogoro ya ardhi, na migogoro hii inaongozana pia na masuala mengine ya ukatili na vitu kama hivyo. Sawa. Tunaona kwamba serikali imekuwa ikisisitiza usawa wa haki kwa wote. Yeah. Kampeni hii ina mchango gani katika hilo? Naam. Kampeni mchango wake mkubwa kwanza ni kutoa uelewa na kuongeza watu kudai haki zao. Ili ukipata kufahamu nikipata hili ninaenda wapi. Kwa utaona ile kauli mbiu yetu usawa, amani na maendeleo itakuja, kwa sababu haitokusubiri wewe ukiwa unamuona jirani yako anapitia vitendo vya ukatili au kudhulumiwa au haki yake inaporwa. Wewe unaweza aidha kumshauri ama kuripoti kwenye mamlaka. Na sasa hivi ukiangalia kwenye takwimu zetu tumekuwa tukiona kwenye takwimu, hasa kwenye swala la ukatili, takwimu zimeongezeka. Tafsiri yake ni nini? Watu wanatoa taarifa. Yes. Kwa hiyo tunapozungumza usawa na nini, mchango wa kampeni la kwanza ni kutaka kuongeza uelewa kwa watu ili waweze kudai haki zao na kuzisimamia. Sawa. Na kuzilinda. Ukishaanza ukipata uelewa, ukidai haki yako, lakini unapaswa uilinde na kuisimamia. Mzee Gumbo anauliza kutoka Kinara, je, kuna gharama yoyote ya kuchangia? Okay. Kampeni yetu ni bure kabisa. Kampeni ni bure kabisa, na manake tayari imeshikwisha gharimiwa na serikali kwa maana ya kupeleka wataalamu kwenye maeneo hayo. Kumbuka wataalamu na huduma za sheria ni gari kidogo, mnafahamu, na nyinyi mko mjini, lakini kwa hizi ambavyo wataalamu wote wanaotoka huku wamegharimiwa. Kwa mwananchi anachotakiwa kufanya yeye ni kufika tu, ni nauli yake, kufika eneo ambako huduma zinatolewa. Kwa hatochajiwa chochote kwa kipindi hicho chote cha kampeni. Yes. Sawa. Kuna swali hapa, sidhani kama itakuwa juu yako pia utalijibu. Anaitwa Ramadhani Ali akiwa Arusha, anauliza, kwa upimaji wa ardhi kila mita ina bei yake kwenye mkoa au bei ni moja nchi nzima? Maana watu masikini wanashindwa hata kulipia vipimo katika maeneo yao. Sijapata uzuri ufahamu wa eneo kwamba kuna pimo kwa mita, lakini ardhi haipimwi kwa mita. Na kumbuka kwamba ardhi zinapimwa kwa block, na mtu mmoja hawezi kwenda kupima. Na ndio maana zinatengenezwa zile tunasema mipango ya upimaji na urasimishaji. Ukupima, ukienda wewe mwenyewe kupima kwenye eneo utaambiwa hebu tafuta na wenzako majirani ili wanapima block. Kwa hiyo hawezi kupima kwa mita.
Kwa hiyo zile gharama ambazo na gharama sasa hivi ni nyingi zimewekwa, ni kama gharama, ni kuna bei elekezi. Nakumbuka wakati fulani waziri Lukuvi, Mheshimiwa Lukuvi aliwahi kutoa maelekezo, kulikuwa kuna bei elekezi kwamba watu wapimiwe watachangia gharama za upimaji shirikishi, ambazo tunasema wakati mwingine unaweza kupima kwa tafsiri moja. Kama una hela cash, unakuwa wanapima eneo lako, likitoa labda ni hekari limetoa vipande 4 vya wataangalia. Kanuni inasema 1/3. 1/3 ni ile 1/3 uchangie gharama ya upimaji. Kwa mfano viwanja 4, ile serikali inatakiwa kuchukua kiwanja kimoja, alafu wewe utabaki na vitatu, kwa maana ya kuchangia zile gharama za urasimishaji, upimaji na utambuzi. Kwa hiyo hakuna kipande kinachopimwa kwa mita, kwamba kuna mita moja, square mita ngapi. Sawa. Mna ushirikiano wowote katika kampeni hii na taasisi binafsi ama mashirika ya kiraia katika utekelezaji wake? Naam, kampeni yetu inatekelezwa kwa ubia na wadau, na utakumbuka kwamba wakati mwaka 2022 Mheshimiwa Rais alikuwa kwenye kikao na taasisi ya WiLDAF. WiLDAF ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali, ilikuwa inatoa huduma hizi za kijamii, na ambapo walikuwa wanafanya kongamano lao, na ndipo ambapo ilizaliwa kampeni hii. Alitoa maelekezo kwamba wizara na wadau wake waangalie namna ya kuwafikia wananchi na kuwapa elimu na kuwapa huduma za msaada wa kisheria, kwa sababu watu wengi wanapata changamoto. Kwa hiyo hapo ndipo ilipotokea chimbuko la kampeni hii tunayoita, ikaenda kwa jina la Mama Samia Legal Aid Campaign. Sasa kwa picha hiyo, maana yake tunashirikiana na wadau wote. Kwa mfano kwenye kampeni hizi tunashirikiana na chama cha wanasheria Tanganyika, TLS. Tunao kule mawakili, na tumewaambia kwamba tunawakilisha watu mahakamani. Kwa mawakili wa serikali kama mimi, kwa taratibu, kwa sababu mambo mengine naweza kukuta serikali ndio inalalamikiwa, kwa mimi nina maslahi, siwezi kwenda kumsimamia. Kwa huyu anasimamiwa na wenzetu TLS, na tumeingia makubaliano nao. Tuna wanasheria kwenye hizi kampeni, tunao wanasheria wa TLS. Tuna hizi taasisi, tunao Taula, nafikiri mnafahamu kile chama cha wanasheria wanawake, tunashirikiana nao. LCF, tunao wasaidizi wa kisheria, paralegals maarufu kama paralegals, wote wale tunashirikiana nao. Kuna na taasisi nyingine ambazo zinatoa huduma za msaada wa kisheria ambazo sio za kiserikali, wote tunashirikiana kutoa huduma hizo. Sawa. Tujikite kwa wananchi wa Dar es Salaam, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla. Muda nao unatutupa mkono. Ujumbe wako ni upi kuhusu nafasi ya msaada wa kisheria katika maisha yao? Naam. Wananchi wajitokeze. La kwanza, kupata elimu. Jambo kubwa, kupata elimu. Elimu ni kinga. Ukishakwisha kuelewa ni nini unachopitia ama jirani yangu atapitia, unamuelekeza, utakuwa umemuokoa. Lakini la pili, gharama ni bure. Wafike kwenye maeneo ambayo yatatajwa, au yatakapokuwa yanapita kwenye maeneo yao kutaarifiwa kwamba kuna huduma, wafike ili waweze kupata huduma hizo ambazo zimegharimiwa na serikali, wapate huduma, waweze kupunguza changamoto. Utakumbuka sasa hivi kuna matatizo mengi sana, watu, kuna mauaji, kuna vitu kama hivyo kutokana na aidha mahusiano. Kumbe ungefahamu taratibu, ingekuwa ni rahisi kwamba mimi nimemchoka au na nini, utaratibu ni upi kwenye ndoa, badala ya kwenda kwenye hatua nyingine ya kuleta athari kubwa kwenye jamii.